Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Septemba 2 siku ya Jumatano. Mada leo inasema wito wa kuwa watakatifu. Katika Wakorintho wa pili sura ile ya 6 aya 3 hadi ya 10, Paulo anaendelea kuwatia shime wa Korintho kupatanishwa na Mungu. Anatoa orodha ndefu ya taabu na ushindi ili kuonesha inachomaanisha kuwa mfuasi wa Kristo na mhudumu wa Mungu. Kwa ufupi, anaorodhesha hali ngumu katika Wakorintho wa pili sura ile ya 6 aya ya 4 na ya 5. Sifa njema za tabia katika Wakorintho wa pili sura ile ya 6 aya ya 6. Kuandaliwa kwa ajili ya huduma Wakorintho wa pili sura ya 6 aya ya 7, na mabadiliko ya huduma Wakorintho wa pili sura ya 6 aya 8 hadi ya 10. Baada ya kuwaagiza washiriki katika kanisa la Korintho kupatanishwa na Mungu, Paulo anawatolea wito wa kuishi maisha matakatifu na kufanya hivyo kwa kujitenga na mvuto mbaya wa watu wasioamini na vitu vichafu. Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 14 hadi 17. Soma Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 11 hadi sura ile ya 7 ya kwanza. Kwa mujibu wa kifungu hiki, maisha matakatifu yanafananaje? Paulo anasisitiza katika kifungu hiki umuhimu wa upendo ndani ya kanisa. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 ya 11 hadi 13. Ushahidi kwamba watu wamepatanishwa na Mungu ni kwamba wanatafuta kupatana wao kwa wao. Hakika wanakuwa kana kwamba ni mawakala wa upatanisho wa ulalo. Kisha wito wa kuwa watakatifu unatolewa kwa njia ya miito 6 ambayo ni: mwito wa kwanza, msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa. Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 14. Mwito wa pili, tokeni kati yao. Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 17. Mwito wa tatu, mkatengwe nao. Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 17. Mwito wa 4, msiguse kitu kilicho kichafu. Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 17. Mwito wa 5, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wowote wa mwili na roho. Wakorintho wa pili sura ya 7 ya kwanza. Na mwito wa 6, tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Wakorintho wa pili sura ya 7 ya kwanza. Mahimizo haya yanaonyesha kwamba Mungu mtakatifu anataka maisha matakatifu na kutengwa na ibada ya sanamu. Kwa upande mwingine, kifungu hicho pia kinaleta ahadi 7 zinazosisitiza wajibu wa kanisa la Kikristo kama hekalu takatifu. Ahadi ya kwanza, nitakaa ndani yao. Ahadi ya pili, kati yao nitatembea. Ahadi ya tatu, nitakuwa Mungu wao. Ahadi ya 4, watakuwa watu wangu. Ahadi ya 5, nitawakaribisha, na ahadi ya 6, nitakuwa baba yenu. Mwisho katika ahadi ya 7, mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Wakorintho wa pili sura ile ya 6 ya 16 hadi 18. Ona kwamba ahadi 4 katika Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 16 ndizo msingi wa amri 3 katika Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 17. Tazama neno kwa hiyo mwanzoni mwa Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 17. Hii inaonyesha kwamba utakatifu si matokeo ya juhudi za mtu, bali ni kazi ya Roho Mtakatifu moyoni. Ingawa utakatifu unatoka kwa Mungu, waumini lazima wafanye sehemu yao na kukataa ibada ya sanamu na kila desturi chafu. Ahadi za Mungu katika Wakorintho wa pili sura ya 6 ya 16 hadi 18 zinatuambia nini kuhusu utakatifu ulivyo? Leo ni Septemba 2 siku ya Jumatano, tukiangazia mada isemayo wito wa kuwa watakatifu.
Na huo ndio mwisho wa tafakari mada hii nzuri siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.